Mstari mwekundu wa tahadhari umewaka vita vya Iran na Marekani, wakati juhudi za upatanishi za vita kati ya Iran na Marekani zikiendelea. Marekani kupitia vikosi vyake maalum vya majeshi imeendelea kujenga na kusimika vifaa vizito vya kivita vikihusisha meli vita pamoja na ndege vita katika bahari ukanda wa mataifa ya Kiarabu Mashariki ya Kati. Kupitia makao makuu ya ulinzi na usalama wa Marekani, Pentagon, Marekani imeendelea kutikisa ulimwengu na kuitishia Irani zaidi kwa kuchora alama ya hatari zaidi ya vita kwa kuanza mashambulizi rasmi dhidi ya Iran. Shirika la habari la AP News la Marekani limemnukuu rais wa Marekani Donald Trump juu ya onyo lake kwa Irani dhidi ya kile ameita mashambulizi makali ya mkupuo kupitia vikosi vyake kile amevita vya kuangamiza vilivyopo Mashariki ya Kati iwapo Iran itakengeuka makubaliano katika mazungumzo ya pamoja ya kusitisha uendelezaji wake wa nyuklia. Katika onyo hilo, Rais Donald Trump amesema, namnukuu, imedhihirishwa kuwa kwa miaka mingi sasa si rahisi kufanya makubaliano yenye maana na Iran na tunapaswa kufanya makubaliano yenye maana, vinginevyo mambo mabaya ambayo hayakuwahi kushuhudiwa yatatokea. Mwisho wa nukuu. Kwa mujibu wa duru Mashariki ya Kati, meli ya kubeba ndege za kivita ya USS Abraham Lincoln ikiwa na makombora matatu ya kuangamiza yanayoongozwa na vikosi maalum yametajwa kujongea katika bahari ya mataifa ya Kiarabu kando na Irani tangu mwisho wa Januari baada ya kuelekezwa kutoka bahari ya kusini mwa China. Hata hivyo, kufuatia hilo, bado Marekani imeendeleza usimikaji wake wa silaha nzito katika ukanda huo, ambapo meli kubwa zaidi ya kubeba ndege za kivita ya USS Gerald R. Ford imetajwa kuendelea kwamba katika bahari ukanda wa Mashariki ya Kati kando na Iran, pamoja na ndege tatu za kivita na zaidi ya wanajeshi 5,000 tangu Rais Donald Trump aamuru kutia nanga kwa vikosi hivyo majuma mawili yaliyopita. Kufuatia kauli ya upingaji ya Marekani na kuizonga Iran dhidi ya uungaji wake mkono wa makundi ya wapiganaji ya Kiislamu wa Lebanon, hivi leo kundi la Hezbollah limeionya vikali Marekani dhidi ya kile imetaja uchokonozi wowote dhidi ya Irani. Katika hatua hiyo, maafisa kadhaa wa Hezbollah wameviambia vyombo vya habari vya Kiarabu kwamba msimamo rasmi wa harakati ya upinzani ya Hezbollah kuhusu shambulio lolote la Marekani dhidi ya Irani ulitolewa hapo awali na katibu mkuu wa Hezbollah Sheikh Naim Qasim na hautobadilika. Vyanzo mbalimbali vya habari kwa sharti la kutobainishwa majina vilisisitiza kwamba Hezbollah inaona uchokozi wowote wa Marekani dhidi ya Irani kama uchokozi dhidi ya Hezbollah. Wakati hayo yakijiri huko nchini Uswizi, mjini Geneva, mazungumzo ya Iran na Marekani yameendelea hivi leo, ambapo bado meza imeripotiwa kuwa ya joto zaidi katika maafikiano. Akielezea hali hiyo ya sintofahamu, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Iran Ismail Baghel amesema kauli kinzani zinazotolewa na maafisa wa ngazi za juu wa Marekani zinaendelea kuzua mashaka na sintofahamu kuhusu mwelekeo mwema kati ya pande hizo zinazohasimiana. Baghel akizungumza na wanahabari amesema kuwa msimamo wa Irani katika mazungumzo hayo uko wazi, si maneno bali ni vitendo dhahiri. مسئله هسته‌ای نمیتونیم صحبت بکنیم مگر اینکه حتما در مورد حق مردم ایران برای بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صحبت بکنیم و این بخش لاینفک هر گفتگو و تعاملی در این خصوص خواهد بود. در رابطه با بحث تحریم ها خب خیلی روشن هست. مردم ما بسیار آسیب دیدن به خاطر این تحریم های ظالمانه و هر تفاهمی، هر توافقی حتما باید. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.